kuongezeka kwa harakati za vikosi maalum vya kijeshi katika mji wa Uvira na maeneo jirani, hali inayoashiria kuimarishwa kwa kiwango cha juu cha usalama kufuatia kuondoka kwa muungano wa RDF-AFC M23. Taarifa za eneo hilo zinaeleza kuwa vikosi mbalimbali vya ndani na vya kikanda sasa vimejipanga kuzuia kurejea kwa machafuko na kuandaa operesheni za kijeshi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, vikosi vinavyodaiwa kuwepo ni pamoja na majeshi maalum ya FARDC, wapiganaji wa Wazalendo, pamoja na wanajeshi wa kulinda amani kutoka Burundi wanaoshiriki katika operesheni za kikanda. Aidha, kuna madai kuhusu uwepo wa askari wa kampuni binafsi ya ulinzi ya Kimarekani Blackwater wanaodaiwa kushiriki katika kulinda usalama. Katika muktadha huo, Jenerali Ngoma Mzito ameripotiwa kuwasili mjini Uvira akiwa na vikosi vingi, ikiwemo vikundi mbalimbali vya wazalendo kutoka eneo la Fizi kama vile vya Jenerali William Amuri ya Kutumba. Uvira. Kiongozi William ya Kutumba anaingia kwa Uvira Uvira kwa sasa kabisa, tukiwa na kiongozi Jenerali ya Kutumba pamoja na Jenerali Rene ya kusikwenda mpaka Milongwe kusalimu watu wote, na tunafika mpaka Goma na adui ya kichawi yetu tunampiga ti Rwanda. Lengo la ujio huo, kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, ni kuimarisha safari ya kijeshi ya kukomboa maeneo ya Sange, Luvungi na Kamanyola. Wakati wa huo, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi amewasili rasmi mjini Uvira, hatua inayotafsiriwa kama ishara ya kurejea kwa mamlaka ya serikali na juhudi za kurejesha udhibiti wa kiusalama na kiutawala. Amani narudia. Na hii frontiere tutafungua hapa sasa hivi. Hata hivyo, kuondoka kwa muungano wa RDF-AFC M23 kumezua mvutano mkubwa wa simulizi kuhusu hali halisi ya Uvira. Serikali ya DRC inapinga vikali tafsiri ya matukio yaliyotolewa na mashirika ya kimataifa, hususan Human Rights Watch. Gazeti la Le Phare limeripoti kuwa Kinshasa imekataa kikamilifu tuhuma za shirika hiyo, ikizitaja kuwa za upendeleo na kulilahumu shirika hilo kuwa kupuuza uporaji wa vifaa vya seni uliofanywa na wahasi kabla ya kuondoka eneo hilo. Nalo Congo Nouveau linaangazia kauli za viongozi wa jamii, likimnukulu Enoke Sabineza, rais wa jumuiya ya Banyamulenge, aliyesisitiza kuwa watu wake wanakataa kutumiwa kama ngao au kisingizio cha kile wanachokiita uchokozi wa Rwanda. Wakati hali ya kisiasa na kijeshi ikiendelea kuwa tete, tukio la kusikitisha limeripotiwa katika Kaziba ambako watoto wawili wa familia moja walifariki dunia tarehe 21 Januari mwaka 2026 baada ya kukanyaga bomu la ardhini walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka shuleni. Watoto wao, mvulana na msichana, ni watoto wa Bwana Moses, na tukio hilo limetokea katika eneo linalodaiwa kuwa chini ya udhibiti wa AFC M23. Kifo cha watoto hao kimeibua huzuni na hasira kubwa miongoni mwa wakazi wa Kaziba, kikionyesha hatari inayoendelea kuwakabili raia, hasa watoto katika maeneo yenye mabomu yaliyosalia ardhini. Hali ya mvutano pia ilishuhudiwa mjini Bukavu ambapo wananchi walikatiza hotuba ya hadharani na kumtaka Corneille Nangaa achukue tena mji wa Uvira. Kauli na nderemo za umati zinaashiria kiwango kikubwa cha hasira, hofu na kutoridhika kwa sehemu ya wakazi wa Kivu Kusini, huku wito wa kuchukua kwa hatua kali zaidi ukiendelea kushika kasi katika mjadala wa kisiasa na kiusalama wa mkoa huo. Et notre vocabulaire c'est avancer. Avancer jusqu'à la libération totale du Congo.
Vous avez attendu ces derniers jours de Uvira, 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 Uvira. Pale njo munataka nini? Munataka turudie? Vikosi vya muungano wa M23 AFC RDF Twirwaneho vimeripotiwa kuonekana alasiri katika eneo la Biziba kwenye milima ya Uvira vikija kutoka Minembwe. Kwa mujibu wa taarifa za eneo hilo, vikosi hivyo vinaelekea Kirungu ambako vinadaiwa kupanga kutekeleza mashambulizi kwa lengo la kufungua barabara inayoelekea mjini Uvira. Vyanzo vya ndani vinahonya kuwa hali ya kiusalama katika maeneo husika ni tete na vinatoa wito kwa wakazi na makundi ya kujilinda kuchukua tahadhari ya hali ya juu. Taarifa hiyo imetolewa katika muktadha wa kile kinachoitwa operesheni ya kujilinda ya wazalendo, huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa mapambano mapya katika nyanda za juu za Uvira.